ya nyumba ya Bwana na kuitengeneza. Kwa hapa tunapata majibu ya lile swali tulipokuwa tumeliuliza mwanzoni, kwamba sasa ukikuta mazingira kama hayo, jambo la kwanza ni kufanya nini? Sasa hapa hatuoni tena ya kwamba Hezekia alianza moja kwa moja kuanza kufanya usafi. Sasa jamani, ila Hezekia alichokifanya cha kwanza kabisa ni kuifungua ile milango. Sasa kwa kuwa ilikuwa imefungwa kwa muda mrefu, ilikuwa tayari imeshaharibika, kwa akafanya nini? Akaitengeneza ile milango. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuitengeneza sasa, jambo la pili hapa unaona wito kwa Walawi kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili sura 29 mstari wa 4 hadi wa 11 pale. Sasa wakati huo utasoma wewe kwa wakati wako. Hapo utasoma wewe kwa wakati wako. Hapa alikusanya makuhani na Walawi na kuwaambia, jitakaseni sasa, litakaseni na hekalu la Bwana, msiwe walegevu sasa. Alitambua kuwa ghadhabu ya Mungu ilikuwa juu ya Yuda kwa sababu ya uasi wa wazazi wao. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo hapa unaona kanuni anazozitumia Hezekia hapa ni kanuni zinazofanana kabisa na kanuni zinazotakiwa kutumika na sisi watu wa Mungu. Biblia inasema miili yetu sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na hapa unapoona anasema jitakaseni sasa, maana yake anamzungumzia mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaposema litakaseni na hekalu la Bwana, bado anamzungumzia mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema msiwe walegevu sasa, manake jikazeni nguvu. Alitambua kuwa ghadhabu ya Mungu ilikuwa juu ya Yuda kwa sababu ya uasi wa wazazi wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa yeye Hezekia anafanya kazi ya kukata mnyororo wa uasi au kukata mnyororo wa fitina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, jambo la tatu ni mageuzi ya kiroho kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura 18 mstari wa 3 hadi wa 5. Mageuzi ya kiroho. Sasa hapa tunaweza tukasoma hapa. Hujafika bado? Mageuzi ya kiroho mstari wa 18, sura ya 18 mstari wa 3 hadi wa 5. Mfano wa yote aliyofanya Daudi baba yake. Alipoondoa mahali pa juu, akazibomoa nguzo, akaikata hiyo Ashera, akavunja vipande ile nyoka ya shaba aliyoifanya Musa. Maana hata siku zile wana wa Israeli walikuwa wakifukizia umma, naye akaita jina lake Nehushtan. Alimtumainia Bwana Mungu wa Israeli hata baada yake hapakuwa na mfano wake katika wafalme wote wa Yuda, wala katika hao waliotangulia. Haya, sawa, ilikuwa mpaka 5. Sasa kama ulikuwa unamsikiliza vizuri mwalimu alivyokuwa anafundisha Jumapili iliyopita, alijikita pia kuelezea tabia za wafalme wengine waliopita zilivyokuwa, zile tabia zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa unavyokuja kumkuta huyu Hezekia, unavyomsoma Hezekia, unakuja kukuta ya kwamba yeye
anafanya mabadiliko makubwa kutokana na tabia za wafalme waliopita walizokuwa wanazifanya kushinikiza watu kupelekea waanze kuabudu sanamu. Sasa yeye anachokifanya, anavuruga yale masanamu waliokuwa wanayaabudu, alafu anawageuza watu mioyo yao ili waweze kumwabudu Mungu wa kweli. Kwa Hezekia alifanya yaliyo sawa. Aliondoa mahali pa juu madhabahu za sanamu, akavunja nguzo na kuikata Ashera. Sasa hapa kumbuka tulikotoka. Tumeanza kumzungumzia Hezekia tokea anaanza kutengeneza kwanza ile milango ya hekalu, kuifungua kwanza milango ya hekalu. Alafu baada ya kuifungua milango ya hekalu, kwa kuwa ilifungwa kwa muda mrefu, tunamwona Hezekia sasa akiwa anaitengeneza. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, tunamwona Hezekia akiwa anawaita sasa Walawi, makuhani, kwa ajili ya wao kujisafisha na kulisafisha hekalu. Naelewa vizuri watu wa Mungu Sasa hapa jambo la nne ni unyenyekevu mbele ya majivuno. Unyenyekevu mbele ya majivuno. Hapo tusoma kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 32 mstari wa 26. Nenda hapo kwa haraka zaidi unisaidie kusoma. Nyakati wa Pili sura ya 32 mstari wa 26. Ni mstari huo mmoja tu. Hata hivyo Hezekia alijinyenyekeza kwa ajili ya huko kutukuka kwa moyo wake, yeye na wenyeji wa Yerusalemu, hata haikuwajia hasira ya Bwana siku ya Hezekia. Unaona sasa, baada ya kuonyesha kiburi cha moyo wake, baadaye maishani Hezekia alijinyenyekeza yeye na wenyeji wa Yerusalemu, ghadhabu ya Bwana isiwasikilize siku za Hezekia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe unyenyekevu unazuia adhabu ambayo Mungu anaweza na hapa, ukiwa wewe ulishajifunza habari za uongozi, ukimsoma vizuri sana Hezekia, utakuja kugundua ya kwamba kuna uhitaji wa tabia zetu kubadilika. Kuna watu wakiwa na nafasi fulani, basi ndio wakati huo wanautumia kuinua mabega, basi ndio wakati huo wanautumia kujipandisha juu. Sasa angalia Hezekia, yeye akiwa ni kiongozi pamoja na watu wake, anavyowatengeneza yeye mwenyewe pamoja na watu wote walinyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasemaje? Nyenyekeeni chini ya mkono wa nani? Wa Bwana, ili afanyaje? Huku mkifanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mzigo mzito ambao tunatakaga kumbebesha Mungu, manake sisi lazima tuutue mzigo tulioubeba kwanza, tuweke chini, alafu ndio tuupeleke ule ambao tunataka kubebesha Mungu. Ule mzigo wa kujiinua ni mzito sana kuubeba kwenye nafasi yoyote ya kiroho ambayo Mungu amekuweka kwayo, unaweza usimudu, na hasa unapokuwa na hitaji la mambo fulani yaweza kutokea, ni ngumu sana kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tuangalie kidogo lugha za picha zilizotumika kwenye hili eneo, kwenye haya maandiko, lugha za picha zilizotumika kwenye haya maandiko kwa maana ya uchambuzi. Lugha ya kwanza ambayo inatumika ni kufungua na kutengeneza milango ya hekalu. Kufungua na kutengeneza milango ya hekalu. Sasa kwa sababu tuko darasani, lazima tujue
na tujifunze, tujue hii lugha ya picha inayotumika hapa inamaanisha nini, ilimaanisha nini kwa kipindi kile, na inamaanisha nini kwa sisi wasomaji au wanafunzi wa sasa hivi. Sawa sawa jamani. Milango iliyofungwa iliwakilisha uhusiano uliovunjika kati ya taifa la Mungu. Kufungua milango kunamaanisha kufufua ibada na kuruhusu uwepo wa Mungu kurudi. Hapa ni hiyo Nyakati wa Pili sura 29 mstari wa 3, ambapo kiuhalisia tumeshapita, kwa sasa hivi tunatoa maana zake. Bwana Yesu asaidie sana. Sasa nimesemaje? Milango iliyofungwa iliwakilisha uhusiano uliovunjika kati ya taifa na Mungu. Kwa hiyo sasa Hezekia anachokifanya ni kufungua, na anapofungua maana yake anawafungulia na wengine. Mtu mmoja akibadilika ana uwezo wa kubadilisha watu wengi nyuma yake. Bwana Yesu asaidie sana. Naomba wale watumishi pale wanaoingia waje wakae hapa mbele. Wale watumishi pale wanaoingia, Hezekia yeye kama mwakilishi anafungua mlango, kwa maana ya anatengeneza uhusiano uliokuwa umebomoka. Hapa mbele kabisa, uhusiano uliokuwa umebomoka anautengeneza. Alafu hatengenezi kwake yeye peke yake, anatengeneza kwake yeye, lakini anatengeneza na kwa watu wengine. Sasa mimi niwaulizeni swali, uhusiano wako wewe na Mungu umewasaidiaje watu wengine? Uhusiano wako wewe na Mungu umewasaidiaje watu wengine? Nipate mtu mmoja atukata ushuhuda tu, yaani yeye kuwa na Yesu, kuna watu wamenufaika, au kuna watu wanaona maluweluwe tu kwenye maisha yako, hawaelewi. Haya, tumpate nani nimtaje, maana saizi hapa nyewe hamna kawaida kunyosha mikono. Ni Esther au mama Esther? Wewe mwenyewe, hebu tuambie, tushuhudie kifupi tu, uhusiano wako wewe na Mungu umewanufaishaje watu wengine? Mimi hapa nilikuwa naona Mungu watu wakifika pale kusema ni Mazimborodi pale, wakisema jamani, anamuuliza kwa bibi fulani, anasema yule bibi mlokole. Wale pale wananitambua kusema anaenda kwa bibi mlokole. Kwa bibi mlokole. Jamani, hebu tumpigie makofi bibi. Unaona hilo jambo, maisha yetu ya wokovu, au niseme hivi, watu ambao hawajaokoka wanaelewa na wanajua maisha yetu yanavyotakiwa kuwa vizuri sana. Wale wanaolewa, wale wanaozini, wale wapagani wanajua vizuri fika maisha yetu sisi watu tuliookoka yanavyotakiwa kuwa. Na ndio maana kuna kitu ukikifanya, wakikiona unafanya wewe ambaye umeokoka, watakwambia ya kwamba wewe si umeokoka, kwa nini unafanya hiki kitu? Sasa Biblia inasema sisi ni barua inayosomwa na watu wote. Ni kila mtu aliyeokoka ajiulize kwamba yeye kama barua huwa anasomekaje kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unavyosema Mungu kanipa kibali, maana kile kibali cha wewe kwa Mungu, akili yako inatakiwa ifikirie kwamba kile kibali wewe kinaenda na kwa watu pia. Jamani, haleluya. Hilo nimesema ni jambo la ngapi?
la kwanza kwenye hili eneo, hizi lugha za picha. Eneo la pili kwenye hizi lugha za picha ni kuondoa uchafu katika patakatifu. Kwenye Nyakati wa Pili sura 29 mstari wa 5. Sasa naomba nisomee hapo kwa haraka zaidi. Nyakati wa Pili sura 29 mstari wa 5. Biblia inasema inamaanisha nini? Uchafu huu haukuwa vumbi la kawaida tu, bali ulikuwa alama ya dhambi, vitu vya kipagani na maasi kiroho. Hii inawakilisha hitaji la kutubu na kuondoa kila kitu kinachochafua miili yetu, ambayo ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Sema tena Roho Mtakatifu. Mimi huwa nasema kila wakati na mke wangu, kuna makosa huwaga nayafanya na yeye huwa nisema kila wakati. Mimi kuna nguo nazipenda nyeupe, napenda kuvaa nguo nyeupe, ila nikivaa nguo nyeupe kuitunza nikiwa nimevaa, yaani kujicontrol, huwa na shida. Sasa yeye huwa anakasirika kwa sababu mara imekuja ikiwa ina doa. Yesu ndio mfuaji mtakatifu, anataka akae mahali patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka akae mahali pa nini? Patakatifu. Haya, lugha nyingine inayotumika ni kuvunja nyoka wa shaba. Ni kuvunja nyoka wa shaba. Nitaka nitumie ile lugha niliyotumia jana kule. Nusu nitamke hapa. Haya, kuvunja nyoka wa shaba. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura 18 mstari wa 4, hapo unasoma hapo. Mstari wa 4 hapo unasoma. Kama nisaidie wewe msomaji. Wafalme wa Pili sura 18 mstari wa 4. Alipoondoa mahali pa juu, akazibomoa nguzo, akaikata ile Ashera, akaivunja vipande vipande, ile nyoka ya shaba aliyoifanya Musa. Maana hata siku zile wana wa Israeli walikuwa wakifukizia uvumba, naye akaita jina lake Nehushtan. Sasa hizi lugha za picha tunazojifunza sasa hivi ni muhimu sana kuzielewa na kuelewa matumizi ya wakati ule yalivyokuwa, na sasa wewe unajifunza nini, au na wewe unatakiwa usimamishe huyu nyoka wa shaba. Huyu nyoka wa shaba na hii nguzo ambayo Hezekia anaivunja ndo ile iliyowasaidia wana wa Israeli. Sawa jamani? Ndo ile iliyowasaidia wana wa Israeli. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza maswali mepesi au magumu wakati mwingine ya kwamba sasa kwa nini tena huyu anavunja? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu chochote ambacho Mungu alikiruhusu kwa wakati fulani ili kiweze kutumika kwa wakati fulani kwa ajili ya kusababisha matokeo ya wakati huo, ukikifanya kama ibada, manake haimaanishi unamwabudu Mungu wa kweli, ila inageuka kuwa sanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndo kitu kinachowatesa mitume na manabii. Sasa hapa sikiliza, anasema nyoka wa shaba aliyetengenezwa na Musa nyikani alikuwa chombo cha wokovu. Alikuwa chombo cha nini? Cha wokovu. Lakini watu walianza kumwabudu. Watu walianza kufanyaje? Kumwabudu. Alafu Hezekia aliita Nehushtan
kipande cha shaba tu. Hii inawakilisha jinsi baraka au vitu vyema vya zamani vinavyoweza kugeuka kuwa sanamu. Bwana Yesu asaidie sana. Tukivipa kipaumbele kuliko Mungu, ni sanamu. Bwana Yesu asaidie sana. Mwanzoni kipindi cha Musa ilifanya kazi, ilifanya kazi, ilifanya kazi. Tatizo liko wapi? Au liko kwa huyu Hezekia? Liko kwa Hezekia? Kosa lake ni kubomoa. Aliliona tatizo ya kwamba fikra za hawa watu zimebadilika, sasa zimemfanya huyu nyoka wa shaba kuwa ndio Mungu wao, ambalo ndilo tatizo kubwa. Bwana Yesu asaidie sana. Sasa unaona umuhimu wa kuzifahamu na kuzipitia hizi lugha za picha Haya, lugha nyingine ya 4 ni kushikamana na Bwana. Kushikamana na Bwana. Kushikamana na Bwana. Kushikamana na Bwana. Hivi tafsiri sahihi ya kushikamana na Bwana kushikamana, lakini sinaeleweka. Naam. Kurudisha mahusiano na Mungu. Lakini vitu vilivyoshikamana ni vile vilivyogusana. Si ndio hivyo Ni vile vilivyogusana. Kuungana. Kuungana. Tunaenda kupata tafsiri mwingine. Kuwa pamoja. Mwingine kushikamana. Enda kupanua basi. Mwingine lakini tayari imeshafahamika hiyo. Bwana Yesu asaidie sana. Hapa ni kitabu cha Wafalme, hapo nifunulie hapo. Wafalme wa Pili sura ya 18 mstari wa 6 pale. Maana alishikamana na Bwana, hakuacha kumfuata, bali alishika amri zake Bwana alizomwamuru Musa. Nimeiainisha mme na mke ni watu, tukisema wameoana maana yake wamefanyaje? Wameshikamana. Sasa jamani, kwa sababu lugha inayotumika hapa ni kama ya ndoa au mtoto anaye mng'ang'ania mzazi wake. Kwa mtoto na mzazi wake wanashikamana. Sasa jamani, wakati anayemng'ang'ania mzazi wake, hasa wakati wa hatari au wakati wa taharuki yoyote ile ambayo inaweza ikawa imejitokeza. Lakini katika mfano huo wa wanandoa, manake ndio unaofahamika na unaoeleweka zaidi, na hii inaonyesha utii usio na masharti, utii usio na vigezo. Unajua kuna mtu anaweza akasema ninakutii na akatii, ila anatii kwa sababu ana malengo ya kitu fulani kukipata kutoka kwake. Sio kila mtu anayekutii manake kuna anatii kutokea ndani. Bwana Yesu asaidie sana. Na ndio maana sasa ufahamu wetu wa kumjua na kumwelewa Mungu unapaswa usiwe katika vitu. Na ndio maana wote waliokoka kwa sababu zao mbalimbali, lakini wanapokuja hapa lazima wabadilishiwe fikra. Sawa sawa jamani? Mtu aliokoka ili apone. Sasa sisi lazima tumfundishe kwamba kuna zaidi ya kupona huo ugonjwa wako. Bwana Yesu asaidie sana. Mtu aliokoka kwa sababu ilipigwa injili, mwinjilisti alipopanda jukwani akasema ukiokoka unakuwa tajiri. Sasa jamani, lakini na wainjilisti nao ni waongo. Ukiokoka hauwi tajiri. Utajiri unakuja kulingana na viwango vya ufahamu vya kutafuta. Na ndio maana kuna watu wana hela na hawajaokoka.
Kwa nini? Wanaofahamu. Ukiwa unafahamu kama mimi Kikoti nikiwa na 20,000 tayari kuna kitu kinakuja kichwani. Pizza. Makange ya samaki. Kitimoto. Na nini? Itakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo lazima ufahamu ubadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenzio wanaangalia mbali, wewe unaangalia ikishakwisha. Na ndio maana watu wanaona hiyo, akishapata kitu chake kilichomsukuma kuokoka, anauacha wokovu wenyewe, kwa sababu malengo yake yalikuwa ni katika kitu, sio katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui niko wapi. Mageuzi ya kibinafsi. Niko kwenye jambo la 4, kushikamana na Bwana. Na nimeshaelezea tayari lugha ambayo imetumika hapo inamaanisha nini. Sio hivyo Mageuzi ya kibinafsi. Ni lazima tuchunguze milango ya mioyo yetu. Je, kuna maeneo katika maisha yako au kwenye simu yako au kwenye mahusiano yako au kwenye biashara zako yaliyofungwa? Wewe mwenyewe sasa ndio unaweza ukachunguza. Sasa chunguza, fikiria, fikicha akili yako, ni eneo lipi ambalo kupitia somo hili na namna ambavyo Hezekia amefanya alivyolikuta lile hekalu, namna lilivyokuwa limeharibiwa. Tumesema akafungua mlango. Alivyoona amefungua mlango, aliona ile milango imeharibika, alafu akaitengeneza, alafu akasafisha hekalu la Bwana, akawaita Walawi na makuhani. Sasa kwenye maisha na uhalisia wa maisha yetu ya kawaida, fikicha akili yako mwenyewe na chunguza mwenyewe, alafu ujue ni namna gani utakavyofanya ili sasa hicho kizingiti ambacho kinafanana sana na mlango. Kuna vitu vipo kwenye maisha yetu sisi wenyewe vinavyozuia utendaji wa kimungu usiendelee. Vipo kwenye maisha yetu sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wameelewa vizuri somo? Nani anaweza akanielezea yeye atafanya nini na ataweka mkakati gani baada ya hapo? Bandikiwa wewe mikono mpaka upara wote kama hautaviondoa hivyo vizuizi. Na nimesema ya kwamba ukibadilika wewe, wanabadilika na watu wengine kama Hezekia alivyofanya. Yaani kitendo cha yeye kufungua milango, anaziona zile takataka, mavumbi, maharufu mabaya kwenye hekalu, aliweza kuwabadilisha taifa zima. Sasa tuambie, wewe unachukua hatua gani? Tunapozungumzia wewe. Mimi. Wewe. Kwanza mimi binafsi inatakiwa nijihoji. Vile vitu ambavyo sasa yani vinanifunga nishindwe kufungua mlango. Wewe mwenyewe binafsi umegundua vipo. Haviwezi kukosekana kwangu mimi, haviwezi kukosekana. Jamani, mtu mpigie makofi. Manake tunajifunza kila siku. Kwa kwanza nijihoji mwenyewe vile vitu ambavyo vinanifunga. Mfano labda sio mzuri wa kuhudhuria ibadani, labda nibezi na mambo yangu. Kwa nijifunze sasa kucontrol mambo yangu na kuwa nakuja ibadani kwanza moyoni, nianze moyoni kugundua vile ambavyo vinanifunga. Sasa nikishagundua ndio chanzo cha mimi kuanza kubadilika. Kwa hiyo naweza nikajiombea tu mwenyewe ile hali ikatoka,
pasipo kuwekewa mikono kama wanavyosema hadi upala utaota sasa, kwa sababu wewe mwenyewe kwanza hujataka kubadilika ndani. Kwa hiyo yani kwanza kujihoji ndani yale yanayokushinda ili wewe utoke katika yale ambayo yanakushinda. Mwisho wa ulegevu, nguvu ya unyenyekevu na kadhalika. Sasa nataka kupitia ile hoja ya Frenki, wote tusimame sasa hivi, kila mmoja kwa sababu anajua ni eneo gani